Naitwa Doyo Hassan Doyo, ni katibu mkuu wa chama cha National League for Democracy NLD. Kimsingi tunajiandaa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 katika nafasi mbalimbali, tukianza na nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, urais wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, uwakilishi, ubunge na udiwani. Kwa upande wa Tanzania bara, kwa upande wa Jamhuri ya Muungano, nimeshachukua fomu, nimeshatangaza nia ya kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kimsingi tarehe 10 mwezi wa 4 tutafanya mkutano mkuu wa chama, na fomu ya chama nataraji kuchukua tarehe 21 mwezi huu wa 3 makao makuu ya chama pale Tandika jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo kimsingi tumeanza maandalizi, na kauli mbiu yetu ambayo tunakwenda nayo kwenye uchaguzi ni uzalendo, haki na maendeleo. Kauli mbiu yetu ina maana kubwa sana. Nchi yetu imegubikwa na tuhuma za ufisadi, tuhuma za utekaji, imegubikwa na upoteaji wa haki, imegubikwa na upoteaji wa uzalendo. Kwa hiyo kauli mbiu yetu hii ya uzalendo, haki na maendeleo, maana yake inakwenda kuibeba nchi katika uzalendo, kuirudisha nchi katika uhalisia. Watanzania wana asili ya uzalendo. Maana ya uzalendo ni kutunza rasilimali za nchi, usitumiwe rasilimali za nchi kwa urafi, ndio maana sahihi ya uzalendo. Kwa hiyo sisi kauli mbiu yetu ni hii ambayo inakwenda kuibeba nchi, uzalendo. Lakini pia tunazungumzia swala la haki. Malalamiko ni mengi, na malalamiko hayo yanaashiria kukosekana kwa haki. Mpaka rais wa awamu ya 6 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameunda tume ya haki jinai. Hii inaashiria nini? Inaashiria kwamba malalamiko ambayo yanatoka kwa wananchi kwenda serikalini juu ya haki zao za msingi ni mengi sana. Ndio maana rais akaona aje na mfumo wa haki jinai. Lakini mwisho huku kuna maendeleo. Maendeleo lazima yazungumzwe, kwa sababu tunafanya chaguzi kupima viongozi yale walioyafanya katika kipindi cha miaka 5. Maana yake yaliyofanyika katika kipindi cha miaka 5 ni maendeleo. Sasa sisi tumebeba hii kauli mbiu uzalendo, haki na maendeleo, ndiyo kauli mbiu inayobeba dira ya uchaguzi mkuu katika chama chetu kuelekea 2025. Matarajio ya Watanzania kwa upande wa chama chetu cha NLD yanatakiwa hayo makubwa. Unapobeba dhana ya uzalendo, umebeba dhana ya kumbeba Mtanzania. Umebeba dhana ya kumbeba Mtanzania. Kwa matarajio ya Tanzania kwa chama chetu cha NLD yawe makubwa, kwa sababu uasili wa neno uzalendo ndiyo neno lenyewe la kuibeba nchi na kuwabeba wananchi. Maana ya uzalendo hapa hapataibiwa mtu. Maana ya uzalendo hapa watu watapata haki zao. Maana ya uzalendo hapa rasilimali za nchi zitatumika katika masuala sahihi. Kwa hiyo matarajio kwa wananchi yanatakiwa yawe makubwa kuliko wanavyofikiria watu wenyewe, na tuko tayari kwenda na falsafa hii ya uzalendo, haki na maendeleo, kwa sababu ndio falsafa ya chama chetu. Tunataka kuambia Watanzania, kila chama kipambane na hali yake, kwa sababu muungano wa vyama vya siasa unaonadiwa ni muungano wa kuibiana, muungano wa kitapeli. Kwa sababu chama chetu cha NLD kimeshatapeliwa na vyama vya siasa ikiwemo Chadema mwaka 2015. Tumekaa kikao cha kupanga Watanzania waiamini Ukawa, tukaingia kwenye Ukawa. Mwisho wa siku majimbo ambao NLD imesimamisha wagombea, CUF na Chadema waliweka wagombea katika maeneo yao. Lakini haikuishia hapo. Hata majimbo ambao CUF walipewa katika muungano, Chadema walipeleka wagombea, likiwemo jimbo la Segerea. Kwa hiyo ni muungano wa kitapeli, ni muungano wa kihuni ambao hauna maslahi kwa pande zote mbili. Ni muungano unaonyonya vyama vingine. Sasa muungano huo unaonadiwa kwamba watu waungane au watu wasikilizane wakae pamoja. Watakaje pamoja wakati watu wana lengo la kudhulumiana, na sisi NLD tushadhulumiwa? Kwa hiyo sisi kama NLD tutasimama wenyewe kuhakikisha kwamba tunapambana na CCM kuelekea uchaguzi mkuu. Tumechangia kura za rais za Ukawa ambazo zina ruzuku, hatukupewa hata shilingi. Lakini tulikubaliana kuachiana majimbo, wenzetu hawakutuachia. Lakini kura za rais, kura za mbunge zinazaa ruzuku. Kura za wabunge zinazaa wabunge viti maalum. Chadema walipata wabunge wengi, CUF wakapata wabunge wengi.
sisi NLD hatukupata mbunge hata mmoja wa viti maalum. Maana yake ni nini? Maana yake tumedhulumiwa ruzuku, tumedhulumiwa kura za mbunge, tumedhulumiwa kupata wabunge viti maalum na vyama vya siasa vyenzetu vya upinzani. Wangu kwamba kila chama kipambane chenyewe na wananchi wasituelewe kwamba hatuhitaji muungano, lakini muungano ambao unazungumzwa ni muungano wa kitapeli, ni muungano wa kudhulumiana. Kwa hiyo hatuko tayari kudhulumiwa kwa mara ya pili. Mtu anaumwa na nyoka kwenye shimo mara moja bana, huwezi kuumwa na nyoka mara mbili kwenye shimo hilo hilo. Ndio kwanza jitokeze kwa nini kujiandikisha, kwa sababu katibu mkuu wao anagombea urais. Sasa wasipojiandikisha maana yake kura sipati. Kwa hiyo wajiandikishe kwa wingi wananchi, hasa mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu kuna wakazi wengi zaidi ya milioni 6. Kujiandikisha naweza nikawapiga hapa CCM katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo